aliyejaa Roho. Huyu ni Neema amejaa Roho. Huyu ni Yusufu, huyu ni Yohana, huyu ni Mathayo, huyu ni Filipo, huyu ni Mariamu Magdalena, huyu ni Paulo. Huyu amejaa Roho. Aliyekuwa msabato mpinzani alikuwa anawaza kuwaua wanafunzi. Siku anaenda Dameski, anakutana na Bwana, anapigwa upofu, lakini anaenda kubatizwa, na alipobatizwa akajazwa Roho. Alipojazwa Roho akawa sio Sauli tena. Alipojazwa Roho akawa sio Sauli tena, akawa Paulo. Akaanza kuhubiri, akaanza kuhubiri. Ameandika vitabu vingi kuliko wote. Akaanza kuhubiri. Huyu mtu amejaa Roho, hata watu wanapelekewa leso zilizotoka kwenye mwili wake, wagonjwa wanaponywa. Amejaa Roho Mtakatifu, amejaa Roho Mtakatifu, amejaa Roho Mtakatifu. Leo mchana wa leo, kama mtu mmoja akajaa Roho Mtakatifu, wanaokusubiria uchoke watasubiria mpaka wafe, wanaosubiria uishiwe watasubiria mpaka wafe. Maana kila wakijaribu, umejaa Roho. Wakati hata kama uko nyumbani kwako unanena kwa lugha, umejaa Roho. Unatembea unanena, unatembea wakati mwingine hata huwezi kueleza. Hata kama unaanza tu kuimba kidogo kidogo, unaanza kuimba kidogo kidogo, unaanza kuimba kidogo kidogo, wakati unaanza kusikia huzuni ya Roho Mtakatifu, wakati unaimba tu kidogo kidogo, unaona wingu linaanza. Wakati unaanza tu kuomba kidogo kidogo, ulikuwa unapika unashangaa, ulikuwa tu unashukuru Mungu ili ukalale, ulikuwa tacha mashekete, unaanza kushangaa, unaongozwa na Roho. Roho ya Bwana inaanza kukuongoza, kukuambia sasa huyu mtoto wako mwekee mkono. Roho ya Bwana inaanza kukuongoza, omba hivi kwa sababu kuna tatizo. Ukiwa umejaa Roho namna hii, hii Roho inaanza kukuambia anza kuomba, amka uombe, kuna tatizo. Ukiwa umejaa Roho namna hii, unashangaa, unaanza kuhimizwa, anza kuombea mchungaji wako, anza kuombea shemasi fulani, ombea mtoto wako. Huyo Roho anaweka mzigo, unashangaa tu kuna mzigo umewekwa. Roho Mtakatifu anataka afanye kazi na mtu, maana Roho Mtakatifu ni muombaji, anaweka roho ya neema na kuomba. Akiwa amemjaa mtu, huyu mtu anakuwa naomba, huyu mtu hachoki kuomba, anatembea naomba, hata kama amelala. Wakati mwingine anasikia naomba, bado kuna wengine anawajaza kwa ajili ya kuhubiri, wengine anawapa anahubiri, anaanza kushangaa tendekaje. Ni kwa sababu kuna ujazo fulani, kuna ujazo fulani. Sasa tunataka ijae na kumwagika. Sasa hiyo huduma sasa inatokeza, hiyo kipawa sasa inatokeza, hiyo kipawa sasa inatokeza, na wengine wanaanza kuiona. Ilikuwa peke yako, sasa wengine wanaanza kuona, wanaanza na kudondokewa matone ya hiyo kipawa, wanaanza kupata faida. Haupata pale chini panawewana sasa hivi, lakini kuna mtu unashangaa watu wanaanza kukwambia uniombee. Wameshaona sasa, wameshaona pamejana kumwagika. Naona hapa, hata hapa maji yanatiririka sasa hivi, na Bwana akitaka pajaze hapa, lazima ajaze kwanza huyu, lazima ajae kwanza huyu, lazima ajae kwanza huyu, lazima ajae kwanza huyu, lazima ajae kwanza huyu. Ni wewe, huyu ni wewe, huyu ni wewe. Bwana akitaka maji yatiririke Katoro nzima, huyu lazima ajaze sana maji ya Bwana. Anataka roho ya Mungu itirike mpaka Geita, anamjaza sana huyu mpaka anamwagika. Uamsho nataka uende mpaka Sengerema, anaongeza maji kwa huyu. Nataka uamsho uende mpaka Mwanza, huyu ndiye anajazwa, yeye anamwagika, anajazwa tu. Hiyo huduma inaanza kutambaa, hiyo kipawa inaanza kutambaa, inaanza kutambaa. Palikuwa pamekauka, panaanza kuchipuka hapo, panaanza kuchipuka. Harufu inabadilika, maana ikinyesha harufu inabadilika, ikinyesha hata hewa inabadilika, wakinyesha hata hewa. Natangaza urejesho wa masika, ikanyesha juu ya mtu mmoja, ukaanza kusikia harufu imekuwa nyingine, unaanza kusikia hewa nyingine, unaanza kuona
vitu vya kiungu vinachipuka, unaanza kusikia vitu vya kimbingu, maana umejaza kumwagika. Unaanza kuonyeshwa mambo yaliyojificha, unaanza kuona maono, unaanza kuwa nabii, unaanza hata kama watu wanasema manabii wa uongo, lakini wewe unajua kuwa ni nabii wa kweli, maana roho ya Mungu, roho ya manabii iko ndani yako. Hakuna nabii aliyetabiri bila roho, na hiyo roho ndio ikachi. Na huko Antiokia kulikuwa na kanisa, huko Antiokia kulikuwa nako kanisa, kulikuwa na mitume na manabii, walikuwa na wakimfanyia Bwana ibada. Roho Bwana akawaambia, nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Roho Bwana akasema nitengeni. Kuna kazi umeitiwa, lakabakosha tei katika kanisa lililokotakuja. Kuna manabii hapa, kuna mitume, kuna walimu, lakini kuna watu roho ya Bwana itaanza kuwatenga kwa ajili ya matumizi maalum. In the name of Jesus. Umezaliwa kukomboa watu, utakomboa watu. Unahitaji roho, ujae roho, ujae roho, ujae roho, ujae roho mpaka umwagike. Wewe ni kampungi, wewe ni chupa ya Bwana, ujazwe. Bwana akitaka bariki uko wenu, lazima apitishie kwako, lazima ujaze wewe, ujaze wewe. Hata hivyo vitu unavyoviona ni kwa sababu kuna kazi maalum. Hey! Yesu wangu, Yesu wangu, tuko mbele zako kama ulivyosema. Tuko hapa sote tumekusanyika kama moshe ketaremosha likote makoshe ketei rakabayete baya moshe tei olikapashe ukawajaze watu roho. Hata vita vikiinuka, wao wananena kwa lugha. Vita vikinyanyuka, wao wananena kwa lugha. Wakipigwa, wakitukanwa, wao hawarudishwi, wananena kwa lugha. Wakitaka waseme, roho yako Bwana inawakamata, wanaanza kunena, wanaanza kunena. Wakitaka walipe baya kwa baya, Roho Mtakatifu unawakamata, unaosheketa walioshekete, wao nikawashaka rakakabaebokoshe. Wakati huzuni imeongezeka, roho ya kuomba inaamka, roho ya kuomba, 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 roho ya kuomba inaamka usiku. Roho ya kuomba inakuamsha kuna tatizo. Roho ya kuomba inaweka mzigo ndani yako, inaweka mzigo mzito. Roho ya kuomba inaweka mzigo juu ya mume wako, inaweka mzigo wa utumishi. Roho ya kuomba inaamka ndani ya mtu. Kamata sadaka yako ya mwisho wa mwezi. Tunapokwenda mbele za Bwana tunahitaji roho, itasababisha hela. Baada ya ibada hii utashuhudia. Nalebo sheketa balibao. Wale wazee walipojaza roho, walipoenda kwa mbini wao, ukaja upepo, ukaleta kwale, ukaleta kwale, ukaleta kwale. Watu watakutafuta, watu watakutafuta, watu watakutafuta. Roho Mtakatifu anafungua njia zilizozibwa sana. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Shikilia sadaka yako ya mwisho wa mwezi. 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 Tunahitaji Roho Mtakatifu kuliko hela. Tunahitaji Roho Mtakatifu kuliko chochote leo. Maana huyu ndiye kila kitu kitakuwepo. Kila kitu kitakuwepo. Kila kitu kitakuwepo. Kila kitu kitakuwepo. Sikia nabii yako. Usimzimishe Roho Mtakatifu wala usitweze unabii. Kinasema msizimishe Roho Mtakatifu wala msitweze unabii. Na kanisa limejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Na Yesu akiwa jiwe la pembeni, jiwe la pembeni, jiwe la pembeni, jiwe la pembeni. Mitume walijaza wanzi kuota ndoto zinazokuwa halisi. Je, watumishi wa kike na wa kiume? My God. Yes, Lord.
uchawi. Huo uchawi utakosa pa kukaa, utakaa una hehe. Ndio maana utakiwa uwe unaamrisha toka, wanatoka nyumbani mwako, maana hawana pa kuingia. Shikilia dhabihu yako sana Bwana Yesu. Naomba Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu unijaze kama chupa mpaka na kumwagika, kwa sababu nimejua faida za Roho Mtakatifu.